Wizara ya Kilimo hii leo imewasilisha bajeti yake bungeni ikiomba kuidhinishiwa trilioni 1.1 kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo na shughuli nyingine za kiwizara katika mwaka wa fedha wa 2026/27. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo hii leo ameainisha vipaumbele 6 ambavyo vitatekelezwa na wizara yake, kikubwa ikiwa ni kuboresha na kuongeza tija ya kilimo hapa nchini. Licha ya mambo kwa hivyo, lakini kamati ya bunge ambayo inahusiana na masuala haya ya kilimo, viwanda na biashara na yenyewe imetaka serikali iangalie ni kwa namna gani itasaidia wakulima kwenye upatikanaji wa pembejeo za uhakika, wakati huu ambako kule Mashariki ya Kati vita vingali vikiendelea na kutia hofu huenda hali ya mambo ya upatikanaji wa pembejeo haswa mbolea isiwe kama ambavyo imezoeleka. Je, bajeti ambayo imewasilishwa yenye thamani ya trilioni 1.1 inatutoa wapi na kutupeleka wapi? Nafasi gani ya kuweza kumsaidia mkulima kuondokana na kilimo duni ili kujikita kwenye kilimo cha kisasa ambacho ni kilimo biashara? Haya yote tutayajadili hapa kwenye Uchanganuzi hii leo na kuangalia ni kwa mwelekeo upi sasa mkulima anakwenda kunufaika. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika tuwe sote mpaka tamati. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Katika studio zetu pale Dodoma tunajiunga na mkurugenzi mwendeshaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, Frank Nyabundege. Karibu sana Bwana Frank. Asante sana Nurdin. Habari za Dodoma? Dodoma kwema. Nyinyi ni wadau wakubwa kwenye hili eneo la kilimo. Mara baada ya bajeti ya leo kusomwa, mnaona inatoa mwanga kwa kiwango kipi katika kuhakikisha kwamba mkulima sasa anakombolewa kutoka eneo moja kwenda katika eneo jingine? Labda niseme Nurdin kwamba bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo Mheshimiwa Daniel Chongolo kaisoma leo ni mwendelezo wa bajeti ambazo zimekuwa zikisomwa zenye matumaini kwa Watanzania hasa wakulima katika serikali ya awamu ya 6. Kwa sababu serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani, bajeti ya Wizara ya Kilimo ilikuwa ni takriban bilioni 294. Kwa hiyo utaona kwamba serikali inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuongeza bajeti katika sekta ya kilimo, na leo imesoma bajeti ya trilioni 1.1 ambayo ukiangalia kwa kweli inakwenda kutoa matumaini kwa Watanzania. Kwa nini? Kwa sababu tumeangalia jinsi ambavyo kumekuwa na ukuaji si tu wa bajeti yenyewe overall. Labda ninakwenda kwa sababu tunafanya uchambuzi nitasemea mambo machache ambayo yamefanyika katika serikali hii ya awamu ya 6 ambayo mimi huwa nasema inatokana na utashi wa kisiasa ambao rais wetu wa Jamhuri ya Muungano anao kwa Watanzania. Kwa nini? Kwa sababu alipoingia madarakani akaona kwamba ili aweze kuinua uchumi wa Tanzania, sekta ambayo inabeba Watanzania wengi ambao ni sekta ya kilimo haina budi kuwekewa fedha nyingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaweza kuchachua ukuaji wa uchumi wetu. Kwa hiyo utaona kwa mfano aliweka fedha nyingi kwenye tume ya umwagiliaji. Kwa nini? Kwa sababu Tanzania licha kwamba tuna ardhi ambayo ni ardhi yenye rutuba na ardhi ambayo ina uwezo wa kutumia miundombinu ya umwagiliaji, lakini kwa kweli tulikuwa tuko chini sana kwenye tume ya umwagiliaji. Bajeti ambayo walikuwa tume ya umwagiliaji inapewa wakati aliingia madarakani ilikuwa ni takriban bilioni 46.5. Lakini umeona bajeti hiyo ya wizara ya tume ya umwagiliaji ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo imeendelea kuongezwa kwenye bajeti ambayo Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ameisoma leo. Mapendekezo ambayo wizara imepeleka bungeni kwa ajili ya kupitishwa na wabunge wanaendelea kujadili, wamejadili leo siku nzima na kesho watakuwa wanahitimisha.
wamependekeza tume hii ipewe shilingi bilioni 384.29. Kwa hiyo si fedha kidogo. Maana yake ni nini? Kwamba inakwenda kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji nchini, na tumeona katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani, miundombinu ya umwagiliaji imetengenezwa kiasi kwamba sasa hivi tunakaribia kufika hekta milioni 1.2 na za wakati anaingia madarakani zilikuwa ni hekta chache sana, lakini kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao amekuwa akiwekeza, na hii imesababisha mambo mengi. Ukiangalia takwimu katika uzalishaji wa mazao ya chakula chetu nchini wakati anaingia madarakani zilikuwa zinazalishwa tani milioni 17.148. Mwaka huu katika bajeti ambayo Mheshimiwa Waziri ameisoma, chakula kimezalishwa tani milioni 23.783, ambayo sasa kama nchi tunakuwa na utoshelevu wa chakula kwa 130%. Ni nchi chache sana kwenye ukanda wetu huu wa jangwa la Sahara, ambayo Sub-Sahara Africa, ambapo unakuta nchi ina uwezo wa kuzalisha chakula chake yenyewe na ikawa na ziada ya 30% ambayo inaweza ikawauzia majirani zake au watu wengine kibiashara na ikaweza kutengeneza fedha. Lakini ukiangalia hata mambo mengine kwamba wakati anaingia madarakani, kwa mfano mauzo ya bidhaa za kilimo nje ya nchi zilikuwa ni takriban bilioni 1.2 dola bilioni 1.2. Katika bajeti ambayo Mheshimiwa Waziri leo ameisoma, tunaona kwamba mauzo ya nje yameshafikia dola bilioni 3.78 bilioni, na nia yake ni kufikisha bilioni 5 kama mauzo ya nje inapofika mwaka 2030. Sasa hii yote ni kwa sababu ya mambo mengi ambayo amekuwa akiwekeza. Amewekeza kwenye, kwa mfano, kutoa mbolea za ruzuku. Watanzania wengi ambao ni wakulima wanajua jinsi ambavyo amewashika mkono. Kwa mfano kwamba mwaka uliopita zaidi ya shilingi bilioni 281 zilitolewa kama ruzuku kwenye kuweza kununua tani zaidi ya 624,000 ambazo ni sehemu ya ruzuku. Kwa hiyo unaona kwamba ni kumekuwepo na kwa kweli ongezeko kubwa sana la tija, na hii imetokana na kwamba unapokuweka kwa mfano mbolea, ukaweka viuatilifu, wale wenzangu ambao wanafanya biashara kwa mfano ya korosho au mazao ya kibiashara, tuseme mazao ya kibiashara yenyewe, tumeona kumekuwepo na ongezeko kubwa sana la mazao ya kibiashara. Wakati anaingia madarakani, mazao yote ya kibiashara yalikuwa tunazalisha tani 973,000, lakini mwaka huu tumezalisha tani milioni 1,576,000. Hiyo ni ongezeko la asilimia zaidi ya 63. Sio ongezeko dogo. Of course watu wengine wanaweza kujiuliza imetokana na nini, lakini ni uwekezaji mkubwa ambao serikali ya awamu ya 6 umefanya, na ndio unasababisha sasa kuona matokeo chanya. Korosho kama mnavyojua, kuna wakati ilifikia hatua ambako korosho sasa watu wenzetu walioko Mtwara na Lindi, na wanajua wananisikia, walishakata tamaa ya kulima korosho. Uzalishaji wa korosho ulikuwa uko chini sana. Wakati ule tulikuwa tunazalisha korosho tani 210,000, lakini msimu huu uliopita ambao bajeti hii tunamalizia, tumezalisha tani 617,000, na inawezekana kabisa tukaenda mpaka kufikia tani 750,000 kwenye mwaka huu wa fedha ambao ndio unaombewa bajeti na Wizara ya Kilimo. Sasa yote haya ni nini? Kwamba unapoona hizi takwimu, maana yake ni neema kwa wakulima. Kwa nini? Kwa sababu tunaona jinsi ambavyo wakulima wanapozalisha wanapata fedha. Wakulima wanapozalisha, serikali yao iko tayari kuwasapoti, kama vile ambavyo nimesema kwa mfano kwenye ruzuku. Wakulima wengi walikuwa hawatumii ruzuku, hawatumii mbolea kwa sababu mbolea ilikuwa inaonekana iko bei ya juu. Serikali ikasema kwamba tutaingiza fedha ili wakulima hawa waweze kununua mbolea kwa bei ya chini, waweze kutumia mbolea. Sasa mkulima ambaye analima bila kutumia mbolea hawezi kuzalisha kwa tija sawa na mkulima anayelima kwa kutumia mbolea. Kwa hiyo kumekuwepo na mambo mengi ambayo kwa kweli yanafanyika, na mimi niseme sekta ya kilimo nchini ni sekta ambayo ni lazima iangaliwe kwa kipaumbele, kwa sababu inategemea kufika mwaka
2030 iwe maajiri takriban vijana 3 milioni 3 samani, vijana milioni 3. Hii ni ajira kubwa sana inayowekwa. Na mimi niseme hii inawezekana kwa sababu mimi ninatoka kwenye Benki ya Maendeleo. Benki ya Maendeleo tunachokuwa tunakiangalia zaidi huwa tunaita impact. Impact ambayo kwa kweli unapoangalia ni jinsi sisi mpatia mnufaika yeyote mkopo kwetu. Cha kwanza tunaanza kumuuliza kwamba mkopo huu tunaokupatia uta create ajira kiasi gani. Kwa hiyo kama hii sisi tu ambayo ni sekta moja tunaweza ku create ajira hizo, then kumekuwepo na mambo mengi sana. Sasa kwa sababu mimi ni mkurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, nitakuwa sijajitendea haki kama sitaongea jinsi ya uwekezaji mkubwa ambao serikali ya awamu ya 6 imeufanya katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB ambayo mimi nimepewa na dhamana ya kuiongoza. Katika serikali hii imetupatia kama mtaji shilingi bilioni 452. Lakini ukiachana na bilioni 452 ambazo zimetupatia kama mtaji, bado kupitia wabia wa maendeleo kwa sababu ya network ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa nazo kila anapozunguka huko duniani anatuombea fedha, tumepata zaidi ya bilioni 442 pia. Kwa hiyo unaona kwamba kumekuwepo na uwekezaji mkubwa sana. Maana yake unapowekeza kwenye taasisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo inayoenda kutoa mitaji kwa wakulima, ndio wanaweza kuinuka zaidi. Kwa hiyo tunaona kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika. Okay. Tusisahau kwamba alipoingia tu madarakani Mheshimiwa Rais akaweka kinachoitwa stimulus package. Benki Kuu ya Tanzania shilingi trilioni 1. Trilioni 1 zile akasema ziende kwenye mabenki ya kibiashara ili mabenki ya kibiashara yaweze kutoa mikopo ya riba chini ya 10%, kwa sababu wakati ule mabenki yalikuwa yanatoa mikopo kwa zaidi ya 15 mpaka 20. Sasa ikawa inaonekana kwamba ni ngumu sana kwa wakulima hawa kuweza kupata returns kwa sababu wanapata mitaji kwa bei ya juu. Na tumeona kwa kweli kumekuwepo na ongezeko kubwa sana. Ndio. Hapo moja ya kipaumbele ambacho waziri anakisema ni kutaka kuonesha namna gani sasa kilimo kinakuwa cha tija na kuongeza uzalishaji. Nyie ni watu ambao mmepewa moja ya dhamana ya kuhakikisha kwamba mnachechemua kilimo kwa kutoa mikopo kwa wakulima katika taifa hili. Hili eneo kwenu linaweza likasaidika vipi na kuona mapinduzi ambayo yapo kwenye maono ya Rais na wizara kwa ujumla wake? Sisi kama Benki ya Kilimo, Maendeleo ya Kilimo kumekuwa vinara katika utoaji wa mitaji. Nitakutolea takwimu chache tu. Kwa mfano mwaka jana sisi tumetoa mikopo ya thamani moja kwa moja, tunaita moja kwa moja, ambayo tunaitoa sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB zaidi ya shilingi bilioni 386. Lakini kuna mikopo ambayo tunaitoa si moja kwa moja kwa sababu sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo ndio tumekuwa tukizipatia wakati mwingine fedha benki za kibiashara kwa njia ya kuzikopesha, kwa sababu benki za kibiashara hazina fedha za muda mrefu. Kwa hiyo ili wateja waweze kukopa fedha za muda mrefu, sisi tunapopewa fedha na serikali au kutoka kwa wabia wa maendeleo, tunazikopesha benki hizi ili ziwe naweza kuwa na mtaji wa moja kwa moja. Sasa zile benki, zile fedha ambazo zimezichukua kutoka kwetu zikikopesha, sisi tunaziita ni fedha ambazo ni indirectly. Yaani kwa sababu ile benki X ambayo imemkopesha labda mteja anaitwa Frankie, asingeweza kukopa kama TADB tusingekuwa tumeweza kuwapatia zile fedha. Kwa hiyo indirectly bado tumeweza kutoa fedha nyingi sana. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba tunachagiza utoaji wa mikopo katika sekta ya kilimo, na tumekuwa tumeona Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani mikopo iliyokuwa inatolewa katika sekta ya kilimo ilikuwa ni 7.7 tu, lakini sasa hivi tumefikia 13.5 ya mikopo yote. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo kumekuwa kuna ukuaji mkubwa katika utoaji wa mikopo, na ni kwa sababu kumekuwepo na utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais kupushi mabenki kukopesha, ikiwa ni yeye kuweka fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania trilioni 1 kama stimulus package zikaenda kwenye mabenki haya ya kibiashara kuhakikisha kwamba zinaweza kukopesha tena kwenye single digit.
Okay, mkurugenzi, hebu unaweza ukatusaidia tangu mmeanza kutoa hii mikopo na kuwafikia hawa wakulima moja kwa moja, mmeona tija ya namna gani ya kumwondoa huyu mkulima kutoka kwenye kilimo duni cha kutegemea jembe na kwenda kwenye kilimo cha kisasa cha kutumia zana za bora ambazo zinamfanya aongeze pia mapato yake na kufikia lengo la kuwa na kilimo biashara? Nurudini, tunakubaliana wote kwamba miaka hata 10 iliyopita Watanzania wengi walikuwa wanalima kilimo cha kujikimu cha kutumia jembe la mikono. Leo kama Mtanzania alimi kwa kutumia labda ile tunaita power tiller, atakuwa na trekta, kama sio trekta lake mwenyewe ana trekta ambalo limetolewa kwenye chama cha ushirika hivi AMCOS au chama kikuu cha ushirika, ambavyo vimekuwa ninaweza vikawasaidia zaidi leo kwenye kufanya kazi. Lakini ukiangalia hata kwenye bajeti aliyoisoma Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, serikali imekuwa ikinunua zana za kilimo kama vile matrekta na kuyapeleka kuyatoa kwa wakulima kwa bei ambayo ni rahisi. Na ndio maana kama utakuwa unafuatilia vizuri, sasa hivi wakulima wana uwezo wa kwenda kukodi trekta kwa labda shilingi 40,000 mpaka shilingi 50,000 kwa sababu serikali imeweka matrekta yake yenyewe, badala ya kwenda kukodi kwa shilingi 100,000 mpaka 1,500,000 ambazo ndizo zilikuwa zinakodishwa hivi huko nyuma. Kwa hiyo imeongeza sana uwezekano wa watu wengi kutumia sasa zana za kisasa zaidi badala ya kutumia zana za kizamani ambazo ni mojawapo ni jembe la mkono. Kuna eneo ambalo ulitupa takwimu za namna ambavyo uzalishaji umeongezeka kuanzia kile ambacho tunasema kwamba mazao ya chakula, japokuwa katika dunia leo na kuna wakati rais alisema kwamba hata hayo mazao ya chakula sasa hivi na yenyewe yamekuwa biashara kwa sababu yanatakiwa maeneo mbalimbali, mpaka kwenda yale mazao mengine ya kibiashara ambayo yamezoeleka kitamaduni kama korosho na mengineyo yamekuwa yakipiga hatua na kwenda kwa kasi. Nyie mnaona hii ni fursa kwa namna gani katika ukuzaji wa benki yenu, lakini pia katika kusaidia hawa wakulima kufikia malengo na kuwa na maono ya kwamba kilimo chochote kile si kile kilimo cha zamani cha kusema ni mtu analima kwa ajili ya kujikimu na badala yake afikiria mawe na mawazo ya kibiashara zaidi? Ni kweli kama unavyosema kwamba sasa hivi haya mazao tulikuwa tunaita zamani ya chakula, si tu mazao ya chakula, yamekuwa ni mazao ya kibiashara. Kama nilivyosema, tunasema tunawauzia wenzetu yani tunataka tu trade na wenzetu kibiashara. Kwa hiyo tunapo zalisha zaidi, na nimetoa takwimu kwamba kwa sasa hivi kwa mfano tuna chakula chetu tuna 130%. Maana yake ni nini? Kwamba ile 30% tunaweza tukaiuza kwa wenzetu, lakini tunapoiuza tuna neno tunatumia linasema commercially. Hatuendi kuwauzia kwa sababu labda wenzetu wana mahitaji tukaenda kuwagawia, hapana. Hakuna wajomba ambao sisi sio wajomba zao kuwapatia chakula bure. Tutawauzia commercially. Maana yake ni nini? Tunaingiza fedha kwenye nchi. Na ndio maana umeona hata mauzo ya mazao nje ya nchi yameongezeka kutoka 1.2 billion dollars mpaka kufikia 3.78 billion dollars. Ni kwa sababu kati ya hayo kuna mazao haya ya kibiashara, lakini pia kuna mazao ya chakula ambayo yamekuwa kiuzwa. Tumekuwa tukiuza mahindi yetu kwa nchi za jirani, na tumeuza mpunga kwa nchi za jirani. Na ukirudi kwenye swali la jinsi ambavyo benki yetu sisi inaweza kunufaika, unapokuwa unachagiza uchumi, unakuwa taasisi ambazo ziko katika sekta hiyo ni lazima zikue. Mimi wakati ninateuliwa na Mheshimiwa Rais miaka 2021 alipokuwa ameingia madarakani, benki yetu ya TADB ilikuwa ni benki ndogo sana. Sisi kwenye benki kuna makategorizi za banks. Ilikuwa wakati ule wanaita mizania, balance sheet ya bilioni 300. Leo tunapoongea tuna balance sheet zaidi ya 1.3 trillion. Kwamba tuna 1 trillion nzima imekuwa. Na hiyo ni tija kwa benki. Na sasa hivi ni kati ya mabenki makubwa, kwa sababu unapokuwa na benki ya maendeleo ya kilimo unaitegemea ili uweze kutoa mikopo vizuri kwenye sekta ya kilimo, then hiyo ni benki kubwa. Sasa wakati ule ilikuwa ni benki ndogo sana. Mheshimiwa Rais akasema hapana, sidhani kama ninaweza nikaweza kuchagiza kilimo vizuri
kama kweli benki hii ambayo ni ya kwangu ya serikali ina mtaji mdogo, ina balance sheet ndogo, then ni lazima niwaongezee mtaji na hii benki ikue. Na kweli sisi tunamshukuru sana, ametusupport, ametupatia mtaji mkubwa kama nilivyosema hapo awali, zaidi ya shilingi bilioni 452 toka ameingia madarakani. Wakati ule ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 60 tu, na zaidi ya bilioni 442 ambazo ametupatia kutoka kwa wahisani wa maendeleo. Kwa hiyo benki yetu imeendelea kukua, na inapokuwa, kwa sababu unaweza kuwa na fedha alafu kuna pa kuzipeleka, lakini sisi in fact tunahitaji fedha zaidi, rasilimali fedha nyingi zaidi kuliko hata, kwa sababu sekta ya kilimo inahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo kila tunapopata fedha ni kama vile zinapita tu zinakwenda kwa wenzetu ambao ni wakulima, kwa sababu wanahitaji mitaji. Na tumeweza kutoa mitaji mingi sana, zaidi ya 1.3 trillion tumeshaitoa kwa kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais amekuwa madarakani. Moja ya jambo ambalo limezungumzwa na kamati ni hofu yao ya kwamba huko tunakoenda kutokana na vita Mashariki ya Kati, huenda mbolea upatikanaji wake ukawa ni watabu, hasa katika msimu ujao wa kilimo. Nyie mnafanya kazi na wakulima ambao lazima wawe na uhakika wa pembejeo, ndio ambapo pia wanakuwa na uwezo wa kurejesha marejesho ya mikopo kutoka kwenu. Kwenye hili eneo la pembejeo hasa la mbolea, mnafanza nini ili kuhakikisha ya kwamba mambo hayaharibiki wakulima na waendelee kuzalisha kwa uhakika na wawe na uhakika pia wa kupata mazao ama mavuno mengi zaidi? Ni kweli unachokisema, kwa sababu kunapokuwepo na hizi geoconflicts katika mataifa mbalimbali huko, ambayo wakati mwingine yanaathiri mnyororo mzima wa usambazaji wa bidhaa. Na sio hiyo tu, labda tu nikurudishe nyuma kidogo. Wakati Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, tulikuwa tuna changamoto kubwa ya vitu viwili vikubwa. Ya kwanza ilikuwa ni mafuta ya kula, ya pili ilikuwa ni sukari. Na mojawapo ya kitu alichokisema ni kwamba ni lazima tuweze kuwa tunazalisha kwa kiwango kikubwa mafuta ya kula ndani, na hata tupunguze ile inaitwa gap sugar. Kwa hiyo tukaanza kuwekeza. Na unaona kwa mfano wakati ule mazao ya mbegu za mafuta tulikuwa tunazalisha kama nchi tani 425,000, lakini mpaka sasa hivi tunazalisha tani milioni 2.2. Kwa hiyo imagine kutoka tani 425,000 mpaka tani milioni 2.2 ni sehemu ya kutosha. Tukaendelea kuwekeza kwenye viwanda vya sukari. Viwanda vimepanuliwa, viwanda vingi vya sukari vimepanuliwa. Sisi wenyewe TDB pamoja na taasisi zingine za kifedha, sisi tukiwa kama tunaita lead arranger, yani sisi ndio tunaongoza njia, tukaweza kufinance kiwanda kipya cha sukari kikubwa tu ambacho kinaweza kikatoa sukari nyingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi mnaanza kuona hata gap sugar inapungua. Sasa tukija kwenye mbolea, Mheshimiwa Rais alishaliona hili, na ndio maana amekuwa hata anahitisha wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza katika sekta hii ya mbolea. Na mwaka jana alizindua kiwanda kikubwa sana Dodoma ambacho kimeanza uzalishaji na kitakuwa na uwezo wa kuzalisha metric tons milioni 1. Kwa hiyo ukianza kuona jinsi ambavyo tayari yuko proactive, anaangalia ni kweli ni changamoto ambazo ni za kimataifa zinatokea, lakini tunaye rais ambaye ana maono, anaweza akaona vitu na akaweza kuanza kutengeneza solution. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ni kweli kuna changamoto hizo, na sio sisi peke yetu, lakini kwa mikakati ambayo nchi chini ya rais imekuwa ikiweka, Wizara ya Kilimo chini ya Mheshimiwa Waziri wamekuwa wakiweka, nina uhakika kabisa kwamba inaweza kuwa ni changamoto ya muda mfupi, lakini in the long run itakuwa na suluhisho la upatikanaji wa mbolea ya kutosha kabisa hapa nchini. Kwa sekunde 45 tu, mkurugenzi, unatamani nini kifanyike baada ya bajeti kupitishwa na kumwona mkulima katika hatua nyingine? Mimi ninachoweza kuwaomba wakulima wa nchi, hasa vijana, Mheshimiwa Rais anasema anataka kucreate ajira zenye staha katika sekta ya kilimo, na akaanzisha mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, Building Better Tomorrow, BBT. Na kuna fedha nyingi zimekuwa zikiingizwa kule. Niwaombe vijana kwamba waingie katika sekta ya kilimo. Kuna mtu mmoja wale tuliosoma zamani, alikuwa ni mshairi. Baba mmoja ameugua sana, anakaribia kufariki, akawaita watoto wake kwa ajili ya kuwapatia mawaidha ya kimwisho. Akawaambia, wanangu, mimi ninakufa, lakini kama mnataka mali mtaipata shambani. Mimi niwaambia Watanzania, mkiitaka mali mtaipata shambani.
Twende shambani kwa sababu serikali yetu inatusapoti, tunapata mbolea za ruzuku, tunapata masoko, tunaweza kusaidiwa tunapokuwa tunaingia kwenye changamoto za hapa na pale. Mimi ni washauri wa Tanzania, bajeti hii tuiombee Mwenyezi Mungu, bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kesho ilipitisha vizuri, na linapopitisha basi wakulima twende shambani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye nchi ambayo ni ya kilimo. Watu wengi tuko katika sekta ya kilimo na tunaweza tukaneemeka kutokana na kwenda shambani. Frank Nyabundege, ni kushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo kwenye Uchanganuzi. Asante sana Nurdin. Ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, Frank Nyabundege, ambaye tumezungumza naye hii leo tukipiga darubini bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo imeomba trilioni 1.1, na sasa bajeti ipo mbele ya bunge ikiendelea kujadiliwa, na kesho itakuwa ni siku ya pili. Iwapo wabunge wataridhishwa, basi itapitishwa kwenda kufanya kazi, na hii ikiwa ni nyongeza ya bajeti ya kilimo tangu serikali ya awamu ya 6 imekuwa madarakani. Nukta ndio inafikisha tamati ya Uchanganuzi hii leo. Naitwa Nurdin Selemani, kutakie tu mtazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema.